Tukiendelea kukaa kimya, tunaliangamiza taifa. Ukimya wetu na kuoneana aibu, tumeendelea kuliangamiza taifa. Tutakuja kujibu mbele ya Mungu. Hata makaburi yetu yalistahili kupigwa. Mimi nisemacho Alex Msama, wewe ni chawa wa rais, ili kwa ajili ya tumbo lako, sio kwa ajili ya watu wengine. Na watu kama hao nyinyi ndio mnawaharibu ili taifa hili. Kwa hivyo msikilize, alafu mimi nitakuja nimchambulie katika hiyo Warumi aliyoisoma, akitaka kuaminisha watu kwamba Biblia ndivyo inavyosema. Hiyo Warumi anavyoisoma, msikilize kwanza, alafu mimi nitakuja nimchambulie Biblia ili ajue kwamba alichokizungumza ni upotoshaji. Biblia haiko hivyo. Hizo ya Mungu jinsi ya kumheshimu rais wa nchi yetu. Kwa hiyo wote wanawasi watajipatia hukumu. Kwa hiyo yanayofanyika haya ni maelekezo ya Mungu. Mimi nimetafakari, nimesoma Biblia sana. Nimemwona Mama Samia anaongoza nchi hii kwa mujibu ya maelekezo ya Mungu aliye hai. Haongozi nchi hii, na wanaomsema wanamsema Mungu. Wanaomshutumu wanamshutumu Mungu, na hukumu yao ipo. Na anachokifanya Mama Samia ni sahihi, anatekeleza neno la Mungu. Ukisoma hii hapa Warumi 13, yoyote hata nyinyi waandishi mkasome, yameandikwa Warumi 13 sura ya 3, Warumi 13 sura ya 2. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu. Yaani wewe usipomtii Mama Samia unashindana na agizo la Mungu. Na Mungu akaongeza, sio mimi, haya ni maneno ya Mungu, anatuambia sisi wa Kristo. Nao washindanao wanajipatia hukumu. Kwa hiyo kila mtumishi wa Mungu anayechanganya siasa na dini, anachokitafuta ndicho alichokivuna. Asilalamike mahali kokote, bali amrudie Mungu wake, atubu na muombe msamaha rais. Sio mimi Alex Msama, ni maagizo ya Mungu. Kwa sababu naongea na watumishi wa Mungu, vifungu ninavyovitaja wanavijua, na wataenda kusoma na wataona, na watakwenda kusema kwamba Alex Msama alikuwa ni muongo au alikuwa mkweli. Lakini haya ninazungumza, na Mungu pia akaendelea kuzungumza, akasema kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyayo mabaya ogopa, kwa maana hauchukii upanga bure, kwa maana kuwa ni mtumishi wa Mungu. Mama Samia naye ni mtumishi wa Mungu, anayofanya anatekeleza yote maagizo ya Mungu. Sasa wewe umesoma hiyo Warumi na yenyewe umetongopea, unataka kutuaminisha kuwa kwamba ni ukweli. Sasa mimi ngoje nikusomee katika hii Warumi hii, ili uelewe kwamba ulichokisoma ni upotoshaji. Hii Warumi sura 13 na ule mstari wa 3. Vinasema, kwa maana watawalao hawataishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake. Nawe fanya mema utapata sifa kwake. Sasa wewe jinsi ulivyotusomea hapa hivi, na maana umetudanganya kwa kutupotosha, kwa kupotosha watu ili ionekane kwamba ulichokizungumza ni kitu cha ukweli. Kwamba hii umepotosha hii. Soma vizuri. Nakwambia soma vizuri, rudia ukasome huu mstari wa 3 hii. Utaelewa. Ngoja nikakusomea katika kitabu cha Danieli. Wewe kusomea katika kitabu cha Danieli ili uelewe kwamba walikuwepo kama wewe waliokuwa kwamba ni machawa wa mfalme. Kitabu cha Danieli, nitaanza kusomea kwanza mstari wa Danieli 3 mstari wa 9. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, mfalme, uishi milele. Wewe mfalme uliotoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda
na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, ni lazima aanguke na kukiabudu ile sanamu ya dhahabu. Nitakusomea mstari wa nakuja kusomea katika mstari wa 17. Hapa hivi unaona kwamba mfalme hawa ni machawa ambao anamwambia kwamba mfalme uishi milele. Hawa ni machawa kama wewe ulivyochawa, wanamwambia kwamba mfalme mfalme ishi milele. Sasa unaona hapa hivi wakina Shadraka na Meshaki na Abinogo. Sasa hapa hivi utaona jinsi walivyokataa kumtii mfalme. Mstari wa 17 Biblia inasema, kama ni hivyo Mungu wetu ataweza tunamtumikia, aweza kutokoa na tanuru ile iwekao moto, naye atatokoa na mkono wako mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Kumbuka hawa ni mfalme ametoa sauti, ametoa amri kwamba wasijudie sanamu, lakini waliweza kukataa. Lakini hapa hivyo kija kuangalia mstari wa 9 kama nilivyokusomea hapa hivi, nilivyotangulia kusomea kwamba hawa machawa walienda wakimwambia kwamba, wakamwambia kwamba mfalme uishi milele. Ngoja nikusomee. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele, wewe mfalme uliyetoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, ni lazima anguke na kukiabudu ile sanamu ya dhahabu. Hii ni amri ya mfalme. Sasa wewe unapokuja kuongea kitu ambacho sio, lazima utakupinga, kwa sababu unataka kuaminisha watu uongo. Rudia kusoma ile andiko. Na kuja kusomea katika kitabu cha Isaya sura 17. Sura ya kwanza mstari wa 17. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walionewa, wapatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Aya, nakuja kukusomea katika sura 19. Nakuja kusomea mstari wa 19. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Jifunzeni kutenda mema, na kama mkiweza kukubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Wewe chawa mkubwa, wewe unataka kupotosha jamii. Wewe usipotoshe jamii kwa ajili ya tumbo lako. Usipotoshe jamii. Rudia kusoma Biblia. Kama kwa unasoma Biblia, rudia kusoma Biblia. Ukiendelea kukaa kimya, tunaliangamiza taifa. Ukimya wetu na kuoneana aibu, tumeendelea kuliangamiza taifa. Tutakuja kujibu mbele ya Mungu. Hata makaburi yetu yalistahili kupigwa.